Umezungumza namna gani pia serikali inafanya jitihada ya kuvuta fursa kutoka nje ya nchi kuzileta ndani ya nchi. Nami nitakuwa shahidi katika hilo. Nilifuatilia kidogo ziara ya Mheshimiwa Sangu kwa maana waziri mbunge na waziri wa wizara husika. Miongoni mwa jambo ambalo alilifanya ni kuhakikisha wanatafuta fursa za vijana nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini katika hilo hamuoni tija kuwa fursa zinazopatikana nje tukaenda kujifunza pengine, alafu tu hizo fursa tuje tuzitengeneze ndani ya nchi yetu ili kuwa na mazingira rahisi ya vijana kushiriki katika fursa za ajira zinazopatikana hapa ndani ya nchi. Yote tunayafanya kwa maana vijana wanapokwenda nje ya nchi wanapata uzoefu, kwa maana wanapata ujuzi wa teknolojia mbalimbali, wa masuala mbalimbali, wa namna wa kufanya kazi katika nchi ambazo zimeendelea kiteknolojia, na baada ya wao kurejea nchini wakaleta uzoefu ule ndani ya nchi. Kwa hiyo yote tunayafanya, hilo linawezekana, lakini pia hatuwezi tu tukajifungia ndani, kwa sababu kama nilivyokueleza mtangazaji, soko letu la ajira soko la ajira nchini bado ni finyu, haliwezi likawachukua vijana wote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo bado tunaendelea kuhangaika kutafuta fursa za ajira nje ya nchi. Lengo ni kuweza explore zaidi, yani tusijifungie tu hapa, kwa sababu dunia ya leo sio ni kama kijiji. Mtu kwenda kufanya kazi Saudi Arabia, kwenda kufanya kazi Qatar, ni dunia hiyo hiyo. Kwa hiyo hakuna tofauti. Msingi ni kwamba ameenda kwa kufuata utaratibu rasmi ambao umewekwa, lakini kupitia yeye akishafanya kazi kule analeta uchumi ndani ya nchi yake. Kwa hiyo kuna fursa pia, huyu kijana anakuwa amejenga nchi yake kwa yeye kutoka kwenda kufanya ajira, kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Kwa hiyo huwezi ukajifungia, ni jambo la msingi na huwezi kulikwepa, na dunia iko hivyo. Dunia nzima inafanya hivyo. Watu wanatoka kwenda kutafuta uchumi nje kwa lengo la kuja kujenga nchi zao. Kwa hiyo huwezi kuzuia hilo mtangazaji. Waja wenye hekima wanasema wenyewe, Waswahili waliwahi kusema kuzisaka mboze na mbize kwa teo moja. Ndicho kitu ambacho mnakifanya, kwa maana mnaua ndege wengi kwa jiwe moja. Hongereni kwenu. Sasa mtazamaji, bila shaka upo sambamba nasi. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hivi punde tutakwenda kuendelea na mjadala wetu. Na kama unajiunga nasi, ni kufahamishe tu mjadala ambao tunauangazia hapa ni ushirikishwaji wa vijana katika kutambua fursa za ajira. Mimi ni Ibrahim Mbwana, nipo hapa na Hussein Juma ambaye ni mratibu wa huduma za ajira kanda ya Kati. Tupate mapumziko mafupi, tunarejea hivi punde. Mtazamaji, karibu kwa mara nyingine tena, na kama unajiunga nasi, hii ni Inside Out ya Domeko TV. Mimi ni Ibrahim Mbwana, niko hapa na Hussein Juma Hassan, mratibu wa huduma za ajira kanda ya Kati. Na hapa tumejikita katika kutambua fursa za ajira, tumejikita katika kutambua ama kufahamu ushirikishwaji wa vijana katika kutambua fursa za ajira. Awali tumeangazia muktadha wa mada hii, tumefahamu mambo mbalimbali, namna ambavyo kitengo hichi kinatoa elimu kwa vijana, kinafikishaje elimu na kinawafikia vijana kiasi gani na aina gani ya vijana, lakini makundi mbalimbali ya vijana, namna gani ambavyo wanajikita kutoa elimu katika makundi hayo na wanafikaje. Kwa hiyo tutaendelea na tunasonga mbele na mjadala wetu. Sasa Bwana Hussein, bila shaka twende tukatazame ni kwa namna gani ambavyo nyie kama kitengo mna ishauri serikali kuwa na mifumo rasmi ya elimu ambayo itakuwa shindani katika sekta hii ya ajira.
Naweza nikasema si ushauri tu, bali ni kujaribu kusema hasa kwamba serikali inatambua na tayari imekushachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha elimu inayotolewa kwa vijana inakidhi katika soko la ajira, kwa maana inawafanya vijana waweze kuajirika. Na hii tunaangazia elimu ile rasmi ya darasani, lakini kuna ile elimu ya ujuzi mbalimbali. Mathalan, sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu kupitia idara ya ajira na ukuzaji ujuzi tuna programu maalum ya ukuzaji ujuzi ijulikanayo kama programu ya wanagenzi. Kupitia programu hiyo serikali imeweza kufadhili vijana kuweza kupata ujuzi stahiki unaohitajika sokoni. Mathalan, inashirikiana na hivi vyuo vya ufundi stadi, hivi vyuo vya kati kuwapa elimu vijana, na inatoa ufadhili wa 100% kwa kulipia ada, ili vijana waweze kupata ujuzi, waweze kuweza kujiajiri na kuweza kuajiri wenzao. Kwa hiyo vijana wanapitishwa katika elimu mathalan ufundi mitambo, ususi, ufundi rangi, ufundi magari na kadhalika. Lengo si tu serikali imetambua na ikaona kabisa kwamba tusitegemee tu elimu ya darasani peke yake, lakini tuangalie hii elimu ya ufundi, ili vijana, kwa sababu tuna hakika wakitoka pale moja kwa moja wanaweza kujiajiri na kuajiri wenzao. Kwa hiyo serikali tayari imekushachukua hatua. Kwa hiyo sina haja ya kusema kwamba naishauri, lakini tayari hatua madhubuti zipo, kwa maana vijana wakikosa elimu ile ya madarasa ile, lakini kuna hii ya ujuzi, tayari serikali inatekeleza hilo na vijana wanapata uzoefu, wanapata elimu na wanaweza kujiajiri na kuajiri wenzao. Na katika hilo tija imepatikana sana vijana. Ukiangalia kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri mitandaoni, umeona hivi karibuni pia vijana takriban nadhani 5,000 na kitu wameweza kuingia pia katika mafunzo, na ukifuatilia utaona kabisa kuna wale ambao tayari wameshatoa mrejesho kwamba baada ya wao kuhitimu mafunzo yale tayari wako kazini, wamejiajiri au wameajiriwa. Basi pia huo ni wito kwa vijana kuweza kujitokeza, wazichangamkie hizo fursa. Vijana wazichangamkie fursa hizi zinapokuwa zimetangazwa na serikali, wachangamke. Na hapa haichagui, ili mradi tu ni kijana. Hata kama wewe una degree yako, unaweza ukaweka kando degree yako ukaingia kwenye mafunzo ya huo ujuzi, ukapata ujuzi, ukaingia ukafanya kazi. Hiyo inawezekana. Sasa hilo ambalo umesema tayari serikali imekwisha kuchukua hatua, bila shaka nyie kuna wadau ambao mnashirikiana nao katika kufikisha hiyo elimu ya vijana. Lakini mbali na kufikisha elimu, katika kuwashirikisha vijana kutambua hizi fursa za ajira, ni kwa namna gani pia mnashirikisha wadau wa maendeleo ili kuona wanaongezea nguvu katika hilo? Labda mimi naomba tu niongelee katika eneo hili la huduma za ajira. Wadau wetu wakubwa katika eneo hili, ukiacha hawa wadau wa maendeleo, tuna hawa ambao tunashirikiana nao moja kwa moja, kwa maana katika kila siku kutoa kuwasaidia vijana, kuwaunganisha katika fursa za ajira, ni hawa mawakala wa huduma, mawakala binafsi wa huduma za ajira. Niseme tu na nitoe rai kwa vijana kwamba wapo mawakala binafsi wa huduma za ajira, ukiacha serikali ambayo inafanya kazi ya uratibu zile huduma za ajira. Sasa kwa hiyo kidogo katika hao mawakala pia ukiendelea utufahamishe au mawakala ni watu wa aina gani na namna gani ambavyo wanapatikana, ili tumtengenezee kijana ufahamu kuhusiana na hao mawakala, kidogo asibaki na maswali. Asante sana, swali zuri. Niseme tu kwamba hawa mawakala namna ya mwanzo kuweza kuwatambua, kwanza wanatambulika na sheria ya ukuzaji huduma za ajira namba 9 ya mwaka 99 inawatambua mawakala wa huduma za ajira nchini ambao wamesajiliwa kwa mujibu wa sheria hiyo ya huduma za ajira, ya ukuzaji huduma za ajira nchini. Inawatambua mawakala hawa, na sheria inasema wazi wanasajiliwa na kamishna wa kazi. Nikisema kamishna wa kazi, kama utakuwa hujanielewa, ni kamishna au ni idara ya kazi, kupitia idara ya kazi ambayo pia iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu,
kwa maana kiongozi wa ile idara ni kamishna wa kazi ambaye sasa ndo ametajwa kwenye sheria, kwa maana ana wajibu wa kuwasajili hawa mawakala wa huduma za ajira. Lakini sisi kama kitengo cha huduma za ajira tumepewa mamlaka ya kuwasimamia au kuwaratibu hawa mawakala namna ambavyo wanatoa huduma zao. Na hapa niseme tu kwamba pale wanapokuwa wamesajiliwa hatuwaachi tu hivi hivi, tunawafuatilia, tunawakagua kila mara kuona wanatoaje hizi huduma. Na sofa mawakala rasmi ambao wamesajiliwa nchini wako zaidi ya 100, takriban 140 hadi 148, na nachelea kusema wako wangapi kwa sasa kwa sababu wana wajibu wa kuhuisha leseni zao kila inapofika mwaka mpya wa fedha. Kwa hiyo tumekuwa na mawakala ambao tukishughulika nao ama tukishirikiana nao kwa karibu, takriban mawakala 150 ambao wanasajiliwa na kamishna, lakini sisi tunawaratibu. Hawa sasa ndio wadau wakubwa ambao wanatusaidia katika kuzitafuta hizi fursa za ajira. Maana tumesema ni lazima hii serikali iwe shirikishi, kwa maana tunashirikisha sekta binafsi katika masuala mazima ya huduma za ajira, na ndio iko hivyo dunia nzima. Huwezi ukafanya wewe peke yako, kwa sababu mawakala hawa pia wametambuliwa na mikataba ya kimataifa ikiwemo ile ya shirika la kazi duniani. Imewatambua kwamba ni lazima wawepo mawakala katika nchi ambao watasimamia huduma za ajira. Kwa hiyo kupitia hawa sasa wanatusaidia katika kuzitafuta fursa za ajira kokote kule duniani, lakini wanapozipata sasa wanazileta kwa kushirikiana na serikali. Sisi ndio tunazitangaza baada ya kuwa tumezifuatilia na kujiridhisha kwamba hizi fursa kweli zipo katika nchi ambazo huko zimepatikana. Kwa hiyo hawa ni wadau wetu wakubwa sana ambao wanatusaidia kuweza kuwaunganisha vijana katika maeneo ya ajira ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Tumefahamu namna ambavyo mnatoa elimu, lakini jitihada mnazozifanya na umetutajia hapo namna mnavyowashirikisha pia baadhi ya wadau, umewataja hao mawakala, lakini mbali na hilo pia umegusia kuhusiana na namna ambavyo serikali imekwisha kuchukua hatua, kwa maana kuwa na vyuo hivi vya VETA ambavyo vinatoa elimu kwa njia ya vitendo, na hususan katika wilaya zote. Sasa hivi nafikiri ni mkakati wa serikali kuhakikisha vyuo hivi vinajengwa. Hivyo tumepata mwanga wa namna gani vijana wanashirikishwa ili kufahamu fursa za ajira, lakini kupambana na wimbi hili la kukosa ajira. Bila shaka kwenye tija kuna changamoto, na hususan katika kizazi hichi cha Gen Z wanasema kumekuwa na changamoto nyingi. Ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Ni kweli changamoto zimekuwepo, na hasa kwa watu kutokufuata utaratibu. Unajua serikali kazi yake ni kuratibu. Sisi kama serikali tunaratibu, na ndio maana tunaziacha shughuli hizi zifanywe na mawakala. Sasa ukifuatilia hata huko nyuma kumekuwa na ukiukwaji wa taratibu. Hizi zimekuwepo kwa maana vijana badala sasa ya kufuata mawakala waliosajiliwa au kwa kufuata utaratibu uliopo, wamekuwa wakipita njia za panya na kufuata na kutoroka na kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Alafu wakipata shida kule bado wanaanza kulia kwamba tumetelekezwa au tumefanya namna gani. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo ipo, na serikali inajitahidi kuweza kupambana ili iweze kufutika kabisa. Lakini labda tu nitoe rai kwa vijana wasipite njia za panya. Yani wahakikishe wamefuata kwanza mawakala ambao wamesajiliwa. Kama wana mashaka wanaweza wakatufuata sisi ofisini kujua kama huyo wakala ni rasmi, lakini wasidandie tu kuomba fursa ambayo haijatangazwa rasmi na serikali. Sasa hivi kwa mujibu wa mwongozo, serikali imetoa mwongozo tumezindua mwongozo mwaka jana mwezi Agosti, mwongozo wa wakala binafsi wa ajira. Mwongozo huu umeeleza bayana kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau, na hapa sasa ni mawakala wa huduma za ajira binafsi, watatangaza fursa hizi za ajira. Kwa hiyo vijana wasidandie fursa mtandaoni tu kama haijathibitishwa na serikali, kwa sababu kwa sasa hivi taratibu zilizopo ni lazima serikali inatangaza kwa kushirikiana na wao mawakala, ndivyo watakavyoweza kuwa salama. Hizi changamoto zitaendelea kuwakuta endapo
kwa maana wataziepuka endapo watafuata utaratibu uliopo. Kwa maana wajisajili kwenye kitengo, lakini watumie mawakala ambao ni rasmi. Kwa hiyo niwahakikishie tu kwamba sasa hivi uratibu wa huduma za ajira nchini uko vizuri sana.